katika hali hii ya kawaida, hivi vitabu vya dini, na ndio maana mtu aliyebobea katika masuala ya kidini anafika stage anakata tamaa. Toba ya kweli ni ile hali ya kukatili ubinadamu. Angalia, kumbe na Muhammad, mbali na vitendo vizuri alivyokuwa akitenda, anaona kwamba hivi sivyo vitakavyonifanya Mungu afanyeje? Anikubali. Sasa Yesu Kristo ndiye anayeingia kufanya service ndani ya watu. Kwa hiyo Wakristo wanapoenda kuzini, wanajitosheleza nafsi zao. Yaani ili Mungu wewe kukufanya uwe hai, anakuua kwanza. Mtazamaji wa channel yetu, tupo hapa bwana na mwanatheolojia Asaph Chebe. Tumekuwa tukiulizwa maswali na kujibu maswali kadhaa. Kwa mfano tulikuwa na swali, jinsi gani Yesu alivyotubebea dhambi. Tulipata ufafanuzi kidogo, na leo tunaweza tukapata ufafanuzi zaidi. Lakini vile vile kuna hili swali sasa, sawa Yesu alibeba dhambi, vipi sasa kwa Mkristo? Je, anaweza sasa kutenda tu dhambi? Leo tutakuwa tunafanya hicho kipindi. Mwalimu, habari ya leo? Karibu kwenye kipindi. Ni njema sana, nashukuru sana kwa wakati huu. Leo hii ambapo tunaenda niite utetezi wa haki ya Kikristo ndani ya Mkristo, kwamba kuna tofauti ya maisha ya mtu kabla ya kuwa Mkristo na baada ya kuwa Mkristo. Sasa utetezi huu unahusu baadhi ya watu kiwaambia kwamba Yesu alitubebea dhambi. Sasa wanashindwa kuelewa, sasa baada ya kutubebea dhambi kinachotakiwa ni nini? Tuendelee kutenda dhambi? Okay. Sasa kitu kimoja ni hii. Kinachozungumzwa katika hali ya Ukristo, tuko pamoja, ni ile haki ya nafsi ya Kristo. Tuko pamoja? Sasa wakati tunapozungumzia hali ya haki ya Kristo ndani ya mtu, ni tofauti na haki ya nafsi ya mtu. Yaani wakati tunapozungumza nafsi ya mtu hakuna namna anavyoweza kusema mtu hana dhambi. Okay. Sawa? Kwa maana kwamba mtu bila Kristo ni mwenye dhambi automatic, hata kama anatenda matendo mema. Sasa utetezi huo ndio ule ambao tunauona kwanza katika kitabu cha Wagalatia, ambapo Paulo alikuwa akiwaelezea Wagalatia waliotaka kuhesabiwa haki kwa matendo yao. Tuko pamoja? Akaanza kueleza namna ambavyo Mgalatia alipaswa ajihesabu kuwa ni mfu aliye hai kwa ajili ya Kristo. Sasa ni Galatia ngapi? Wagalatia sura ya 2 mstari wa 19. Galatia sura ya 2 mstari wa 19. Naweza kusomea huko. Ndio. Maana mimi kwa njia ya sheria niliifia sheria ili nimwishie Mungu. Unaona kitu hicho? Kwamba katika Kristo mahubiri tunayoyatoa namna Yesu Kristo alivyotubebea dhambi, tunasoma vitabu, Biblia. Tunaposoma Biblia ndipo tunaona kwamba mwanadamu anayemwamini Yesu Kristo ni nani? Tuko pamoja? Sasa Warumi sura ya 6 mstari wa 4 ndio tunaenda kuisoma ili tuweze kuchambua vizuri. Sura ya 6 mstari wa 4. Mstari wa 4 huko anasema, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Tuko pamoja? Sasa kilichomfanya Yesu Kristo asulubiwe msalabani ni kipi? Katika kitabu hichi kinachoitwa Hapa Ninasimama, cha Dr. Martin Luther, kuna mahali anaiandika haki ya Mkristo. Mahali hapo ni katika peji 208, anapozungumza sisi ni wenye dhambi, sawa sawa, sisi ni wenye dhambi na wenye haki wakati huo huo. Yaani pale Mkristo anapoamini, tuko pamoja, anajitazama nafsi yake, anaona dhambi zake, lakini ni mwenye haki kwa sababu ya haki ya Kristo. Tuko pamoja? Kwa hiyo Mkristo ni mtu anayeitumikia nafsi ya Kristo. Kinachoishi ndani ya Mkristo ni ile nafsi ya Kristo. Na ndio maana amesema tulikufa pamoja, ule mstari wa 4, kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 4. Soma usikie. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Endelea. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Maana yake nini? Na sisi tunaishi katika upya wa utukufu wa Mungu. Kinachomdrive Mkristo ni tofauti na mwenye dhambi. Mkristo anaendeshwa na sheria ya utakatifu. Kwa hiyo Wakristo hukumu yao ni tofauti na wasio Wakristo. Wakristo hukumu ambayo itawahukumu ni kama ile ya viongozi wa kiserikali na viongozi wa taasisi kubwa za kidini. Kinachowafanya wahukumiwe si sheria nyingine, ila matumizi mabaya ya nini? Ya madaraka. Okay.
Kwa hiyo Wakristo hawatahukumiwa eti na zile sheria au zile amri. Kitakacho hukumu wa Kristo ni matumizi mabaya ya madaraka. Na ndio maana Yesu Kristo wakati anawaaga wanafunzi wake katika kile kitabu cha Yohana sura ya 16, ukianzia mstari ule wa 9, Yohana sura ya 16, kuna kauli Yesu Kristo alizizungumza. Alichozungumza Yesu Kristo 16, tukianza mstari wa 9 anasema alikuwa akitoa ahadi ya Roho Mtakatifu. Anasema mstari wa 8, naye akiisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Sasa angalia, mstari wa 9 anasema kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Manake huyo Roho atatuhakikisha sisi kwa habari ya dhambi ni kitu gani. Kwa habari ya dhambi kwa sababu ni kitu gani? Hawamuamini Kristo. Sasa kuamini sio hili swala la kuamini kusiko na usadikisho ndani yake. Anayeamini anaamini kitu gani? Habari ya dhambi ni hali ya kiroho. Angalia mstari sehemu inayofuata nasema kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba wala hamnioni tena. Haki imo katika Kristo. Kama kuna mtu anataka nafsi yake iwe yenye haki, haki hiyo itatoka wapi bila Mungu? Kwa hiyo haki inakaa katika Mungu. Sasa kwa sababu hatumuoni tena Kristo, Roho atatuhakikisha habari ya haki. Lakini anazungumza kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Sasa Paulo jambo hili analihubiri vizuri katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 24. Matendo ya Mitume sura ya 24 mstari wa 24 na 25. Kama umefika unaweza kusoma. Sura ya 24. Mstari wa 24. Sawa. Festo akasema, Mfalme Agripa, sura ya 24 mstari wa 28. Ndio. Festo akasema, Mfalme Agripa na ninyi nyote mliopo hapa pamoja nasi, mnamwona mtu huyu ambaye jamii yote ya Wayahudi huko Yerusalemu na hapa pia wamenitaka niwasaidie, wakipiga kelele kwamba haimpasi kuishi zaidi. Umesoma 24? Mstari wa 24. Mstari wa 25? Mstari wa 25 anasema, na Paulo alipokuwa akitoa hoja zake kuhusu haki na kuwa na kiasi na hukumu itakayokuja, Feliki akaingiwa na hofu na kusema, sasa nenda zako, nami nikipata nafasi nitakuita. Ushaona? Paulo alikuwa akihubiri kwa habari ya haki, kiasi na hukumu. Sasa Wakristo tumefanywa kuwa wana wa Mungu. Tuko pamoja? Kila kitendo cha kufanywa kuwa wana wa Mungu tumepewa mamlaka ya kuimiliki dunia. Kinachoweza kufanya Mkristo ahukumiwe ni ile hali ya matumizi mabaya ya vitu vya kidunia, hali iliyopita kiasi. Kwa hiyo mtoto anapokuwa si mwaminifu katika nyumba ya baba yake, anaweza akahukumiwa si kwa kutumia vile vitu, bali kwa matumizi mabaya ya vile vitu. Kwa hiyo namna Mkristo yani kile tunachokihubiri, hatuhubiri haki ya nafsi ya mtu. Tunahubiri haki ya nafsi ya Kristo ndani ya mtu. Tuko pamoja? Namna gani sasa mtu kama tulivyosoma Martin Luther wakati anahubiri, anazungumza namna gani sisi kwa kuelimishwa habari za Kristo, tuko pamoja? Namna gani kwa kuelimishwa habari za Kristo tunagundua dhambi yetu na kuiona haki ya Kristo. Kwa hiyo ni wenye dhambi, wakati huo ni wenye haki. Tuna haki ipi kwamba tumekubali kwamba ni wenye dhambi? Na ndio maana tukahukumiwa, tukasulubiwa pamoja na Kristo, ili kusudi kama tulivyosulubiwa pamoja na Kristo, tupate kufufuka pamoja na nani? Na Kristo. Sasa kinachopandwa ndani yetu ni kitu gani? Kinachopandwa ndani yetu ni kile kilichopo katika Isaya sura ya 11. Tuko pamoja? Isaya sura ya 11 anataja sifa za Kristo. Sifa za Kristo ndizo zinazotakiwa kuishi ndani ya mtu. Mkristo haishi yeye, inaishi ile nafsi ya Kristo ndani yake. Na ndio maana watu ambao ni wa kawaida hawawezi kuwa Wakristo. Hawawezi kuwa Wakristo kwa sababu gani? Hawajui namna gani nafsi yao itawaliwe na Kristo. Hiyo Isaya 11 mstari wa kwanza. Unaanza na mstari wa kwanza. Ndizo sifa za Mkristo anazokuwa nazo ndani yake. Basi litatoka chipukizi katika shina la Yese. Na tawi Asa basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Tuko pamoja? Hilo tawi litazaa matunda. Mstari wa 2, na Roho ya Bwana atakaa juu yake. Huyo Yese ni nani hapo? Yese ni baba yake na Daudi.
Na Kristo anatoka katika uzao wa nani? Wa Daudi. Yese ndicho kizazi, uzao wa kifalme, uzao wa kifalme wa Israeli, anatokea Daudi. Yani ule uzao wa kifalme ambao Daudi anatokea ni baba yake ni Yese. Na hilo shinda linalotoka katika Yese ndiye Yesu Kristo. Sawa sawa. Anaendelea kusema roho ya hekima na ufahamu itakaa juu yake. Manake Mkristo anaporithi ile roho ya Kristo ndani yake, tuko pamoja. Roho ya Kristo ndani yake, kinachomuongoza sio nafsi yake, na anachotumikia sio matakwa ya nafsi yake. Unajua mtu anaenda kuzini ni mtu anaenda kuridhisha nafsi yake. Lakini mtu ambaye anaenda kuridhisha nafsi ya Kristo, je, nafsi ya Kristo unaihesabu pamoja na wenye dhambi? Wakristo tunafanywa kuwa watumishi wa nafsi ya Kristo. Sasa anaendelea kusema roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Mungu vitakaa juu yake. Sawa sawa. Mstari wa 3 anasema na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Kwa hiyo Wakristo furaha yao huwa katika kumcha nani? Bwana. Kwa sababu kinachokaa ndani yao ni ile roho ya Kristo. Roho ya Kristo. Kwa hiyo nilimwambia mtu mmoja kwamba katika hali hii ya kawaida, hivi vitabu vya dini, na ndio maana mtu aliyebobea katika masuala ya kidini anafika stage anakata tamaa. Kuna sehemu anaweza kakata tamaa kama muasi. Kwa sababu gani? Neno la Mungu limemkatisha tamaa mwanadamu kuwa hawezi kufanya chochote bila msaada wa Mungu. Moja wapo katika hadithi za Mtume Muhammad, of course nimesahau ni hadithi katika kitabu gani, anaeleza kwamba hata yeye aliye mtume hataokolewa kwa sababu ya vitendo vyake, badala ataokolewa kwa sababu ya huruma na rehema za nani? Za Mungu. Sasa nikikuuliza swali, atakayehurumiwa na Mungu ni mtu wa namna gani? Unaweza kunijibu mtu, yani kwa hali tu ya kibinadamu ya kawaida, mtu tunayemhurumia kati yetu ni mtu wa namna gani? Je, ni yule mtu anayetembea kijikubali kwamba mimi nina matendo mema, mimi ni tajiri, mimi nina ukamilifu? Badala yake ni yule mtu ambaye katika roho yake anaona kwamba mimi ninahitaji msaada, nisaidiwe. Anayejinyenyekeza. Ni mtu ambaye ndani yake anaona kuwa hana uwezo, badala yake anahitaji kuwezeshwa. Ndiye mtu anayehurumiwa. Angalia, kumbe na Muhammad, mbali na vitendo vizuri alivyokuwa kitenda, anaona kwamba hivi sivyo vitakavyonifanya Mungu afanyeje? Anikubali. Bali kitakachofanya Mungu anikubali ni ile hali Mungu atakayoiona ndani yangu. Atakachokiona Mungu ndani yako ni kipi? Ni hali ya kujishusha. Ukienda Yesu Kristo alipoona watu wanamfuata, tuko pamoja. Sura ya 5 ya kitabu cha Mathayo ndiyo sehemu nzuri kabisa. Ile sura ya 5 ya kitabu cha Mathayo, Yesu anazungumza ifuatavyo. Tuko pamoja? Hii nitaisoma mwenyewe. Anasema kisha Yesu mstari wa 5 anasema naye alipowaona makutano, na ndivyo tunavyoona leo hii watu wengi wanajiunga na imani za Kikristo, watu wengi wanatafuta tulizo katika dini. Yesu alipowaona makutano alipanda, sura ya 5 mstari wa 1. Tuko pamoja? Mathayo. Sasa alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia. Tuko pamoja? Anasema akafumbua kinywa chake akawafundisha akisema. Sasa hapa ndipo Yesu Kristo anazungumzia nafsi ambazo zinatamani utakatifu, sio zile nafsi ambazo zinatamani madhambi. Toba inazaliwa kutokana na majuto ya nafsi, yani toba inazaliwa kutokana na majuto ya nafsi ya mtu. Pale mtu anapoona kwamba vitu alivyovitumainia havifai, ndipo anaanza kutafuta vitu vya haki. Sasa Yesu anasemaje mstari wa 3? Anasema heri walio maskini wa roho, maana ufalme mbinguni ni wao. Tuko pamoja? Maana yake Mkristo si yule aliyeamini tu kwa maneno. Ndani yake kuna tohara imefanyika. Na ndio maana Yesu Kristo, kabla sijaendelea kusoma, katika kitabu cha Ufunuo, katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 kuanzia mstari wa 17 mpaka wa 20, Yesu Kristo anasema tazama ninabisha mlango. Yani nimesimama mlangoni ninabisha, anayesikia sauti yangu afungue mlango niingie ndani yake. Sura ya 1 ya kitabu cha Ufunuo inaeleza ukuhani wa Yesu Kristo. Sasa Yesu Kristo ndiye anayeingia kufanya service ndani ya watu. Yesu Kristo anapoingia ndani ya mtu, kuna hukumu inafanyika ndani yake. Ndio maana mwanadamu aliyemwamini Yesu Kristo anapojitazama yeye nafsi yake, anaziona dhambi zake. Tuko pamoja? Anapoziona dhambi zake, anamuona Yesu Kristo aliye mtakatifu.
ili aje afanye sasa utakatifu. Ili utakatifu wa Mungu uje uishi ndani yako, ni pale wewe unapokubali uovu ulionao. Na ndio maana katika hichi kitabu cha Martin Luther kuna hizi peji za 35 anazungumza sehemu moja, ngoja niangalie sehemu hiyo. Hiyo sehemu anazungumza kwamba toba, hii ni katika kitabu hichi cha Martin Luther kinachosema hapa nasimama. Anasema katika hii peji namba 40 anasema toba ijaayo mawazo ya amani ni unafiki. Pale unapoenda kutubu kwa Mungu kajihisi mwenye furaha. Unajua makanisani simulizi, kuna hali fulani wachungaji wanaongoza watu sala ya toba. Ndiyo. Mtu anajihisi leo nimetoka kanisani nina raha. Sawa? Nina raha. Ile toba ni ya unafiki. Kwa sababu gani? Yesu anapoingia ndani yako kuna vitu anaviua ambavyo wewe ulikuwa unavitegemea. Kuna maono na malengo uliyokuwa nayo binafsi, baada ya kuyaona unakata tamaa kuhusu yale malengo. Toba ya kweli ni ile ya tohara isiyo na ganzi. Toba ya kweli ni ile hali ya kukatili ubinadamu na kutukuza uungu ndani yako. Tuko pamoja? Sasa Yesu Kristo anasema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Katika mstari wa 6 anasema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Kwa hiyo nafsi ya Mkristo itatendaje dhambi wakati kinachoishi ndani ya Mkristo ni nafsi ya nani? Ya Kristo. Kama ndani yake kinachoishi ni nafsi ya Kristo, kinachotamaniwa ndani ya Mkristo ni kitu gani? Unaweza kunijibu hapo? Maana Mkristo anachotamani nini akiwa amejazwa Roho Mtakatifu? Ni kitu gani? Kwa muda huo yeye anachotamani ni ule ufalme wa Mungu. Kwa sababu yeye yani anachotamani ni ile haki ya Mungu yenyewe. Na ndio maana Mkristo si kitu kilichokaa. Mkristo ni kitu kilicho kazini kuthibitisha kile alicho. Kwa hiyo Mkristo, kwa nini wa Antiokia, Paulo alipofundisha habari ya Ukristo Antiokia, wa Antiokia waliwaita Wakristo kuwa hawa ni Wakristo. Waliwaita Wakristo kwa sababu kilichokuwa kikitukuzwa kwao ni ile hali ya Yesu Kristo. Kama tulivyosoma sura ya 6 mstari wa 4 kitabu cha Warumi. Tulisulubiwa pamoja na Kristo ili kusudi kama alivyofufuka katika utukufu wa Mungu, na sisi tunaishi katika utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo kinachoishi kwetu sio nafsi zetu wala tamaa za nafsi zetu, bali tamaa ya Kristo ndiyo iliyopandwa ndani yetu. Ndio maana anasema heri wenye njaa na kiu ya haki. Tamaa ya Mkristo sio kutosheleza hamu ya mwili, ni kutosheleza hamu ya Kristo. Sijui hapo kama kuna swali ambalo unaweza kuuliza zaidi. Tuendelee kwanza, kwa sababu ninachoangalia hapa tunaposema haki ya Mkristo. Alafu kuna watu wanaoona Wakristo wakitenda madhambi hadharani, alafu wanasema hao watu ni Wakristo. Kidogo inaweza kawa inawachanganya sana, kwamba ina maana sasa Wakristo ni watu gani kama wale wanaotenda dhambi si Wakristo? Na ndio maana niliwaambia ndugu zangu Wakristo kwamba sometime Waislamu wanapotushutumu kwamba hakuna namna Yesu alibeba dhambi zetu, sometime wanakuwa wako sahihi, kwa sababu hawaoni utofauti wa maisha tulionayo kabla ya kuwa Wakristo na baada ya kuwa Wakristo. Lakini kile ambacho Mkristo alicho ni kwamba hatumikii nafsi yake. Sasa wakati Mkristo anapotenda dhambi, huwa ameisaliti nafsi ya Kristo ndani yake. Kwa hiyo wakati Mkristo anapotenda dhambi, huwa ameichukua nafsi yake ndiye anayoitosheleza. Mtu anayeenda kuzini anatosheleza matakwa ya mwili wake, kwa sababu ngono ni kitu kilichoumbwa ndani yetu. Wakati tunataka tusitende ngono ni kwamba tunajiua sisi. Na mtu aliyekufa hana hamu kwa sababu hana ile hisia. Kwa hiyo kwa habari ya dhambi, Paulo ile sura ya 2 ya kitabu cha Wagalatia mstari wa 19, Paulo anasema naliifia sheria ili nimwishie nani? Kristo. Kwa hiyo Paulo akafa kwa habari ya tamaa zake. Ndio maana ndani ya Mkristo kuna vita. Sawa? Hiyo vita ni kwamba shetani anataka mwanadamu airudie asili yake, lakini Mungu anataka mwanadamu aitumikie asili ya kiungu. Kwa hiyo ndani ya Mkristo bado kuna vita. Mkristo, ile neno la Mungu linataka Mkristo amtumikie Mungu, huku shetani anataka mwanadamu aitumikie nafsi yake.
Na ndio maana mwanadamu alipotenda dhambi, ukisoma kitabu hichi cha Wagalatia sura ya pili, Wafilipi sura ya pili. Wafilipi sura ya pili mstari wa kwanza, kama umefika unaweza ukasoma. Wafilipi sura ya pili mstari wa kwanza inasema hivi: basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, Amin. yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, Ndiyo. ukiwako ushirika wowote wa roho, Ndiyo. ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, Ndiyo. wenye roho moja, mkiwaza mamoja. Anasema anaendelea kusema, anasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Sasa anasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni, sasa angalia mstari wa 5. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu. Manake Wakristo wanahusiwa na wanashauriwa kuikubali nia ya Kristo ndani yao. Sasa sisi Wakristo hatuzitumikii tena nia zetu, tunaitumikia nia ya Kristo. Na ndio maana nilikwambia Mkristo kutenda mema kwa Mkristo ni jambo la lazima. Ni la lazima kwa sababu gani? Madam amemwamini Yesu Kristo, amejiuza awe wa Kristo, lazima amtumikie Kristo kwa lazima. Ukristo upo katika ule mfumo wa zamani wa watumwa. Mtumwa angenunuliwa na bwana wake ili amtumikie bwana wake. Ukristo hauko katika mifumo hii ya leo hii ya kidemokrasi, ambapo wewe unaponiajiri unanimiliki katika masaa ya ajira, na bado mimi naweza kukushtaki wewe iwapo ukinifanyaje, ukinikosea. Lakini zamani mtumwa akinunuliwa anamilikiwa na bwana wake. Ni mali ya bwana wake. Kwa hiyo Wakristo sisi ni mali ya Kristo. Kwa hiyo anasema Paulo, iweni na nia hiyo hiyo iliyokuwemo ndani ya nani? Ya Kristo. Nia ya nini? Ya kumtumikia Mungu, ambayo tumesoma katika kile kitabu cha Isaya. Furaha yake itakuwa katika kumcha nani? Bwana. Kwa hiyo furaha ya Mkristo si katika kutosheleza tamaa zake, ni katika kumcha nani? Mungu. Kwa hiyo hukumu ya Wakristo ipo katika ile hali niliyokuambia. Viongozi wa serikali wanapohukumiwa au viongozi wa taasisi za kidini wakubwa, ni kwamba hawa watu wametumia madaraka vibaya. Hawa watu hawana kiasi katika matumizi. Hawa watu wana kile kitu nilichokuambia, dhambi ya asili, wana ubinafsi. Badala ya kuwatumikia wao, watu wanajitumikia wao. Ushaona, Mkristo anatakiwa awe mtumishi wa watu, sio mtumishi wa nafsi yake. Mkristo ni kama yale masuala ya kijeshi, unapomlinda mwenzako. Wakati unapomlinda mwenzako, kumbe na yeye anakulinda wewe. Sio masuala ya kutosheleza nafsi zetu. Na ndio maana Paulo hapa amezungumza kwamba tuwe na nia ya Yesu Kristo. Kwamba ukiendelea kusoma hii wa Galatia, kama bado upo hapo, mstari wa 7, hii wa Filipi mstari wa 7 anasema bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtu. Rudi juu mstari wa 5. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu. Ndiyo. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuko na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena umeona? Kwa hiyo Yesu anasema alipokuwa amejiona tayari ana namna ya Mungu. Unajua leo hii mfano watu wenye vyeo katika dini, baada ya kujiona ni wenye vyeo, ni kama wanajiona wamekuwa watu wa kifahari. Lakini angalia, Yesu alipokuwa amejiona ana namna ya Mungu, alijifanya kuwa hana utukufu, akawa mtumishi, akajihesabu kuwa kama mtumwa. Ndicho Wakristo wanavyojihesabu katika dunia hii, ni watumishi, ni wajenzi wanaojenga ufalme wa Mungu wakiwa huru. Au tunaweza kusema kwa lugha nyingine, ndio wajenzi huru. Na ndio maana nilikwambia siku moja kwamba hawa watu wa dini za siri, ukiangalia waasisi wa hizi dini za kisiri za siri ni watu wanaotokea katika dini na kuasi dini na kutaka awe huru bila Mungu. Kwa hiyo Mkristo anapaswa awe huru anapoujenga ufalme wa nani? Wa Mungu. Yaani asitazame heshima yake, bali atazame hali mbaya za watu na
na kuzitatua. Mtu apate heshima kwa kujifaharisha yeye mwenyewe, anapata heshima kwa kuwatumikia watu. Iweni na nia hiyo hiyo iliyokuwemo ndani ya nani? Ya Kristo, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa. Kwa hiyo mtumwa alikuwa akiridhisha mapenzi ya bwana wake. Sasa kwa habari ya wale wanaotaka kuzitumikia nafsi zao, ukiitumikia nafsi yako, wewe sio Mkristo tena. Yaani wewe unajijenga wewe mwenyewe. Mkristo ni mtu ambaye anajua kwamba mimi namilikiwa. Tuko pamoja? Ninamilikiwa, na kama ninamilikiwa, mapenzi yanayonimiliki ni yapi? Na ndio maana nikasema sisi wa Kristo tuna kuhani wetu mkuu, kama vile Waisraeli walivyokuwa na kuhani. Na huyo kuhani ni kile kitu cha ndani. Mfano, ukisoma kitabu cha Yeremia, nenda kitabu cha Yeremia sura ya 31. Mstari wa 31. Umefika? Yeremia 31. Mungu anazungumza kuhusu agano jipya. Angalia, nitasoma. Waisraeli walikuwa na sheria zao zilizoandikwa katika vibao na katika vyuo vya manabii. Lakini kwa habari ya agano jipya Mungu anasemaje? Yeremia 31 mstari wa 31. Anasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri. Kumbe kuna agano Mungu aliagana na Waisraeli alipokuwa anatoa Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja. Sawa? Ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana, bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Anasema nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika. Manake nini? Wakristo sheria yao imeandikwa ndani yao. Na mahali fulani nimepasahau, Paulo anazungumza kwamba Yesu Kristo ndiyo sheria iliyoko ndani ya Wakristo. Sawa sawa? Kwamba hiyo sheria imeandikwa katika nia ya Wakristo, kwamba lazima tumtumikie Mungu. Kwa hiyo Wakristo hawapo kwa ajili ya kuridhisha nafsi zao. Nafsi zao wamezisurubisha pamoja na Kristo. Ndiyo ile sura, nafikiri ni sura ya ngapi vile, ya Wagalatia, anaanza kusema matunda ya Roho, wale watu wanaoongozwa na Roho. Unajua mtu anayeongozwa ni tofauti na anayejiongoza, si ndio? Wakristo ni watu wanaoongozwa. Matunda ya Roho ni kitabu cha Wagalatia, nafikiri Paulo alisema mkiongozwa na Roho. Wagalatia 5:22. 5:22. Mpaka 26. Nafikiri mtu tunaweza tukaisoma 5:22 mpaka 26. Paulo anazungumza kwamba lakini tunda la Roho ni upendo. Tuko pamoja? Manake yule ambaye anaongozwa na Kristo ndani yake, anaishi kwa kufuata Roho, matunda yake ni yapi? Ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo hayo hakuna sheria. Yaani mtu ambaye ana kiasi katika mambo yote, namna anavyoishi, juu yake hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wamesurubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Yaani hao walio pamoja na nani? Umesoma? 24. Sasa na hao walio wa Kristo Yesu wamesurubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Wamezisurubisha pamoja na nani? Na Kristo. 25 anasema tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho, tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Nafikiri hapo unaeleweka. Kwamba Wakristo kumbe si watu ambao bado wanazitumikia nafsi zao. Ni watu ambao Yesu Kristo anaishi mbele zao. Tuko pamoja? Kwa hiyo tamaa ya Mkristo si kutosheleza nafsi yake, ni kuitosheleza nafsi ya Kristo, ambayo hapa katika sura ya katika hii sura ya 11 ya kitabu cha Isaya, nikiendelea ili niimalizie, alichokuwa anazungumza, anasema
Anasema na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho, wala hata onya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake, bali kwa haki atawahukumu maskini. Kinachotumika kwake ni haki. Tuko pamoja? Naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili. Tuko pamoja? Sasa mstari wa 12 hapa anasema, mstari wa 10, hii sura ya 11 ya kitabu cha Isaya mstari wa 10 anasema, na itakuwa katika siku hiyo shina la Yese lisimamalo kuwa ishara kwa kabila za watu. Hilo shina la Yese ndiye Yesu Kristo. Malo kuwa ishara kwa kabila za watu, yeye ndiye ambaye mataifa watamtafuta. Kwa hiyo sasa hivi Wakristo popote duniani walipo wanayemtafuta ndiye Yesu Kristo. Na wanayemtumikia Wakristo ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Wakristo wanapoenda kuzini wanajitosheleza nafsi zao. Na ndio maana wale walioamini wanaitosheleza nafsi ya Kristo, kwa sababu wanaona katika hali zao za kibinadamu walikuwa wakiitumikia dhambi, wakiridhisha dhambi. Tuko pamoja? Na ndio maana haya matendo ambayo tunayaona kama dhambi sio dhambi. Haya matendo ni matunda ya dhambi inayokaa ndani ya mtu kabla ya Kristo. Tuko pamoja? Kwa hiyo tunachokitetea hapa ni kile ambacho watu wameona kwamba tunapohubiri haki ya Kristo ni kana kwamba tunasema dhambi haipo. Dhambi haipo ndani ya nafsi ya Kristo. Lakini kama kuna mtu anaishi kwa nafsi yake yeye mwenyewe, dhambi inaishi. Ama hapo unasemaje? Naona ni sawa, lakini tunaposemaga kwamba Yesu alikufa ili aibebe dhambi ya ulimwengu, maana yake tunachojua dhambi ya ulimwengu yote iliondoka. Ndio ndo ambacho huwa tunakuwa tunajua. Lakini sasa pale unapokuja tena kutuambia kwamba dhambi ipo wakati Yesu alikufa ili dhambi iondoke, hapo kidogo watu tunakuwa tunachanganyikiwa. Ukisoma kile kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6, anazungumza kwa habari ya malaika anayehubiria ulimwengu. Tuko pamoja? Sura ya 14 mstari wa 6 kitabu cha Ufunuo anasema, sura ya 14 mstari wa 6 anasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Lakini pia katika sura ya 3 mstari wa 16 wa kitabu cha Yohana anasema, amwaminie, yani kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu ili kila mtu amwaminie, akamtoa mwanae pekee amwaminie. Ngoja niisome. Isome. Yohana ngapi? Sura ya 3 mstari wa 16. Yohana 3:16 anasema hivi. Of course ngoja niende. Anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Lakini mstari wa 17 anasemaje? Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Lakini anasema amwaminie yeye hahukumiwi. Sawa? Asiyeamini amekwisha kufanyaje? Kuhukumiwa. Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Yaani ninachosema kwamba Yesu Kristo alipoitwa dhambi ya ulimwengu. Tuko pamoja? Alipoitwa dhambi ya ulimwengu si kwa ajili ya dunia. Dunia ilishahukumiwa. Ni kwa ajili ya wale wanaoamini. Okay. Ndio maana anasema anaowaokoa. Anawaokoa kutoka katika mauti. Okay. Maana walikuwa wameshahukumiwa. Okay. Lakini wala nao waokoa katika hukumu ile. Sasa wanaohukumiwa ni wepi? Ni hawa ambao wanasema wanaweza kutenda matendo mema. Sasa kama unaweza kutenda matendo mema, ndipo itambidi Mungu akulipe na katika kutokana na ulichotenda. Na katika Mungu kukulipa ni kwamba utapelekwa mahakamani ili matendo yako yafanyeje? Yapimwe. Lakini wale wanaoamini ni wale ambao wanajisalimisha. Tuko pamoja? Hawa ambao wanajisalimisha ndio wanaoamini, na ndio maana Martin Luther hapa amesema ni wenye dhambi, lakini wakati huo ni wenye nini? Wenye haki. Manake wao wamesema hatuwezi kusimama mbele za hukumu ya nani? Ya Mungu. Tuko pamoja? Badala yake Mungu ndiye mwenye haki, sisi hatuna nini? Hatuna haki. Kinachofuata ni nini? Ile haki ya Mungu huwa imewajia, na ndio maana wanaitwa watumishi wa nani? Wa Mungu, kwa sababu wameamua kuto kujitumikia wao, wanamtumikia nani? Kwa hiyo wamebeba ndoto ya Mungu, hawajabeba ndoto zao. Kwa hiyo Wakristo hawazitumikii nafsi zao, bali wanamtumikia Mungu. Lakini wenye dhambi wanaitumikia nafsi yao.
Na ndio maana hapa katika kitabu cha Wagalatia wa Filipi tuliposoma sura ile ya 2 mstari wa 7 ni kwamba Yesu alipouvaa mwili wa utumwa aliutumikisha. Tuko pamoja? Huu mwili wetu ni wa utumwa kwa sababu mahitaji yake ndio yanayotupelekea kutenda nini? Dhambi. Na ili mtu awe mtakatifu ni kwamba anakubali kusulubisha asili ya mwili wake. Kwa hiyo tunachokitetea ni kwamba watu wasidhanie kwamba tunapohubiri kwamba Mkristo hana dhambi, eti ni nafsi ya mtu bila Kristo. Tunaposema Mkristo hana dhambi ni ile nafsi ya Kristo ndani ya mtu. Ile nafsi ya Kristo ndani ya mtu ndiyo haitendi dhambi, kwa sababu ile sasa ndiyo inayomuongoza huyu mtu. Lakini mtu wakati huo anapotazama hali yake ya zamani bila Kristo, sawa, kwa sababu wakati fulani nikiwa katika sala niliweza kupata mafunuo haya kwamba Yesu hakuja duniani awe mpita njia, bali alikuja duniani ili awe mnyosha njia. Yesu hakuja duniani ili ajitumikie, Yesu alikuja duniani ili atutumikie. Kwa hiyo tuna haki ya kumwomba Mungu ili Yesu Kristo afanye kazi yake ndani yetu. Na kazi ya Yesu Kristo ndani yetu ni kutupa mafunuo ya kulielewa neno la Mungu. Hapo kuna swali lingine? Hapana, kwa maelezo haya nimetosheka, labda tuendelee mbele tu. Mimi nafikiri, na mara nyingi mtu ambaye hanufaiki sana na haya masomo ni yule mtu ambaye aidha hana muda wa kuzungumza na watu ambao wamepewa upeo wa masomo ya kibiblia. Kwa sababu gani? Mara nyingi mtu anapokuwa nasikia tu inakuwa vigumu kuelewa. Lakini mtu anapoelewa anafanyaje? Anaposikia na kuuliza maswali yeye binafsi, huwa ni rahisi kuelewa. Na ndio maana huwa tupo tayari kumjibu swali mtu yeyote anayetaka kufanyaje, kutuuliza swali na kumueleza kile kilichoandikwa katika Biblia. Na ndio maana mifumo ya watu wanaoanzisha dini zinazompinga Mungu wanataka ustawi wa nafsi zao, kwa sababu katika mahubiri hatuhubiri haki ya mtu. Katika mahubiri badala yake ni kwamba kama kitabu hichi ambacho nimekueleza kwamba hapa nasimama cha Martin Luther anasema ili Mungu kumuokoa mtu humwangamiza. Yaani ili Mungu wewe kukufanya uwe hai anakuua kwanza. Sasa nani aliye tayari kufa? Na ndio maana amesema zile toba zinazojaa amani, baada ya mtu kuongozwa sala ya toba natoka pale anafanya hivi, pale hakuna kazi iliyofanyika ndani yake. Maana kama hujapitia uchungu wa kifo, hauwezi kujua madhara yani maumivu ya kifo. Kwa hiyo Wakristo wa kawaida wanapoambiwa kumwamini Yesu Kristo wanachukulia kuwa ni jambo rahisi. Hebu fikiria, Mungu ili kumwokoa mwanadamu alitoa roho yake. Yaani damu ya Yesu Kristo ikamwagika. Unafikiri ni jambo jepesi kuipokea ile imani kirahisi? Hapana. Na ndio maana Yesu Kristo anasema njia ni nyembamba iendayo uzimani. Wengi watatamani lakini hawataweza. Sasa kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 5 anazungumzia sifa za mtu ambaye nafsi ya Kristo imepandwa ndani yake. Sawa? Mtu ambaye nafsi ya Kristo imestawi ndani yake. Mtu ambaye sasa haishi yeye bali anaitumikia ile imani ya Kristo. Tutaenda kusoma kule katika kitabu cha Wagalatia sura ya 2. Angalia. Yesu Kristo anasema, heri wenye upole maana hao watairithi nchi. Ni wale watu ambao katika kujitazama ndani yao wanaona hawana sababu yote ya kujisifu. Na ndio maana Mungu anasema anayejisifu asijisifu kwa chochote, bali ajisifu kwamba amemjua nani? Amemjua Mungu. Kwa nini anasema amemjua Mungu? Kwa sababu faraja ipo katika Mungu. Faraja haipo katika nguvu zetu. Wokovu haupo katika nafsi zetu. Hii ni haki inayotoka nje kuja ndani yetu. Na ndio maana Yesu Kristo anasimama nje akibisha mlango. Na mtu ambaye anaweza kumsikia Yesu Kristo na kumfungulia ni yule mtu ambaye ndani ya nafsi yake ameshaona kwamba sina uwezo wa nafsi yangu kunipatia usalama wa maisha. Ni yule mtu ambaye ndani yake amekwisha kukata tamaa. Na ndio maana mwisho watu walioweka matumaini katika mwili wao au katika mali, walipokuwa na karibia kuachana na zile mali au walipokuwa nguvu zimewatoka, waliona kuwa kuna walichokosa. Ndio maana wale wanaotubu wakiwa hai kama hivi, tukiwa timamu bado, kuna kitu tunapata ufunuo kwamba kuna tulichokosa. Ndio maana nasema heri maskini wa nini?
Anaenda mstari wa 7, heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Yule mtu ambaye anawaonea huruma wanadamu wenzake. Nani anayewaonea wanadamu wenzake huruma? Ni yule mtu ambaye anaona kwamba yeye mwenyewe hajiwezi. Mstari wa 8, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kuwa na moyo safi ni vipi? Si tu, yani mtu mwenye kujiona na matendo mema hawezi kuwa safi, kwa sababu ana vitu vya kwake peke yake anavyovitegemea. Lakini yule mtu ambaye ni maskini wa roho anaona kwamba ndani yangu kuna kitu ninahitaji. Moyo wake umekuwa safi kama wa kitoto. Na ndio maana anasema msipoongoka mkawa kama hichi kitoto kidogo, kama hamtaurithi ufalme wa mbinguni. Mstari wa 9 anasema heri wapatanishi. Hivi vyote ni vitendo vya mtu ambaye yeye anaona kwamba anapaswa kuleta amani duniani, lakini si yeye, ni lile neno la Mungu lililopandwa ndani yake. Ndio maana mstari wa 10 katika hii sura ya 5 ya kitabu cha Mathayo anasema heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Hiyo haki ni ipi? Ndiye Yesu Kristo. Kumbe wale wanaotaka kutosheleza nafsi zao hawawezi kutenda haki, wala hawawezi kuzidhili nafsi zao kwa ajili ya haki. Sasa mstari wa 11 anasema heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi kwa kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Maanake, kwa nini tutanenewa mabaya? Kwa nini tutanenewa mabaya? Ni kwa sababu tunaitukuza nafsi ya nani? Ya Kristo. Wakristo wengi mkisalimiana huwa kuna neno wanasema Bwana Yesu asifiwe. Hebu shai kumuuliza hata mmoja kwamba kwa nini unasema Bwana Yesu asifiwe? Asifiwe kwa lipi? Ushai kuuliza? Hapana. Lakini kiukweli kwa nini Yesu Kristo asifiwe? Kwa sababu yeye ndiye nafsi yenye uhai ndani yake. Yeye ndiye uhai. Ndio maana anasema asifiwe. Sio kwa maneno tu, lazima hata vitendo vyetu vionyeshe kwamba anapaswa kusifiwa, kwa sababu katika yeye tumeupata uzima. Sawa. Na ndio maana katika hii sura ya 4 ya kitabu cha Yohana, Yesu alipokuwa pale kisimani, sawa, uangalie Yesu alipokuwa pale kisimani, yule mwanamke alipokuwa amekuja kuteka maji, Yesu akamwambia, nafikiri tuisome. Ndio. Anasema Yesu, tukianza mstari wa 18, of course ukisoma sura hii yote ya 4 ni wakati Yesu anakutana na mwanamke Msamaria. Ukisoma yote utapata hicho. Lakini tukianza mstari wa 18, tuangalie mstari wa 21, tuanzie hapo. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, lakini sisi tunaabudu tukijuacho. Maana yake Wayahudi wanaabudu wanachofanyaje? Wanachokijua, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Sasa anachokizungumza Yesu Kristo, alimwambia Yesu wakati alipomuomba maji. Hii nafikiri ipo huku juu 12. Tuanze mstari wa 7. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Mstari wa 7, sura ya 4 mstari wa 7. Kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Mstari wa 10. Yesu akajibu akamwambia, nipe maji ninywe. Nipe maji ninywe. Ungalimwomba nimeruka. Yesu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Sasa unasikia, yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu, basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki? Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele. Ushaona? Manake wale ambao Yesu Kristo amepandwa ndani yao hawana njaa ya dhambi tena. Tuko pamoja? Kwa sababu wao kinachoishi ndani yao ndiye Yesu Kristo. Ndio maana hapo umeona Yesu anasema anayeyanywa maji ambayo Yesu Kristo atampa
Yule mtu ambaye anafanikiwa kumwamini Yesu Kristo, tuko pamoja, anayefanikiwa kumwona Yesu Kristo hana njaa tena, kwa sababu kinachoishi ndani yake ni msukumo wa enzi ya milele. Amen. Nafikiri hapo kwa ufupi nimeeleweka, na ndio maana nimesema zaidi sana mtu anapofanikiwa kuuliza maswali direct anaweza kuelewa. Tunapoihubiri haki ya Kikristo, hatuhubiri haki ya nafsi za watu watuelewe. Tunahubiri haki ya Kristo mwenyewe, anayekaa mkono wa kuume wa Mungu. Wakristo hawazitumikii nafsi zao, wanamtumikia Kristo. Na ndio maana katika miongozo mmojawapo ya kanisa la Kisabato kuna kitabu wanachokitumia kinaitwa Misingi ya Imani. Tuko pamoja? Katika kile kitabu kinachoitwa Misingi ya Imani kuna msingi mmojawapo unaoitwa Pambano Kuu. Ule msingi unaoitwa Pambano Kuu umeandikwa kwamba ni pambano kati ya wema na uovu. Tuko pamoja? Kuna vita inaendelea ndani ya mwanadamu. Je, atamtumikia shetani au atamtumikia Mungu? Vitendo anavyovitenda vitampa heshima Mungu au vitampa heshima shetani? Kwa hiyo Wakristo wanapokea nguvu ya kuwa tayari kumtumikia nani? Mungu. Nafikiri hapo kwa kifupi naweza kueleweka hivyo. Sawa. Yeah. Lakini pia kwa kuweka sawa, ndio maana katika kile kitabu cha Wagalatia sura ile ya pili, ile Wagalatia sura ya pili, kuna mazungumzo Yesu Kristo ameyazungumza. Amesema Paulo ameyazungumza mstari wa 19. Mstari wa 19 sura ya pili. Anasema, maana mimi kwa njia ya sheria naliifia sheria ili nimwishie nani? Mungu. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Wakati huu amesulubiwa na Kristo lakini yu hai. Anaendelea kusema anasema wala si mimi tena niliye hai, bali Kristo yu hai ndani yangu. Maana ndani ya Mkristo yule mtu nafsi yake imekufa, lakini kilicho hai ndani yake ni nani? Ni Kristo. Tuko pamoja? Na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Na ndiyo maana maisha ya Mkristo anaishi kwa imani. Anaishi kwa imani kwa sababu gani? Anaitumikia roho nyingine kwa imani. Anajiweka mahali pa Kristo kwa imani. Tuko pamoja? Anajiweka mahali pa Kristo kwa imani. Anasema, na uhai nilio nao katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Anaendelea kusema, sibatilishi neema ya Mungu, maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Yaani maana yake kama kuna mtu anataka nafsi yake itende matendo mema, hakuna sababu ya yeye kujiita Mkristo. Huyo mtu anajiweza. Lakini Mkristo ni yule ambaye Yesu alikufa kwa ajili yake. Lakini Mkristo wakati huo si yule ambaye anasema na uwezo wa kutenda matendo mema, ndiye yule ambaye amenyenyekea mbele za Mungu kwa kukubali. Yaani amejisalimisha. Sasa kama amejisalimisha, yeye anaishi chini ya uvuli wa neno la Mungu. Inafikiri iko sawa? Ipo sawa. Au kuna swali lingine? Hapana. Kwa hiyo ndio maana tunaitwa Wakristo. Kwa sababu gani? Kinachoishi ndani yetu ni nafsi ya nani? Ya Kristo. Nafsi ya Kristo, mwana wa Mungu mwenyewe. Ndicho kinachoishi ndani yetu. Na ndio maana nafikiri tutaenda kuiweka vizuri. Mtu anaweza kufuatilia kipindi tutakachozungumza kwamba namna gani amri za Mungu hazimtawali nani? Zile amri 10 hazimtawali Mkristo. Ni kwa sababu gani? Nafikiri watu waendelee kufuatilia kipindi hicho kwa jina la Yesu Kristo. Kama tumeleta channel yetu kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe leo kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.